Leo tunaendelea katika sehemu nyingine ya somo hili ambapo tuligusia tu lengo, madhumuni, hekima ya kuwepo hii Eid sikukuu ya Eid, iwe Eid al-Adha au Eid al-Fitri, kwa maana ya Eid ya kuchinja baada ya ibada ya hija au Eid ya kufungua baada ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namna yake ni ile ile katika ibada zote mbili za sala, lakini tutaanzia tulipoishia somo lililopita, ambapo tutazungumzia ni upi wakati wa sala ya Eid. Ni upi wakati wa sala ya Eid? Kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati wa sala ya Eid ni kuanzia baada ya kuchomoza jua jua la asubuhi, yani baada ya kukucha alfajiri, hadi kabla ya kupinduka kuelekea jioni. Huu ndo wakati wa sala ya Eid, yani ni kwa kitambo cha kadiri ya dakika 10 hadi 15 tangu jua kuchomoza asubuhi hadi pale jua kali la utosi linapozidi upande wa kuelekea jioni. Kwa maana nyingine fupi ni kwamba ni kuanzia ule wakati ambao unafaa kusali sala za sunna hadi wakati wa kumili jua kuelekea jioni. Wakati huu nadhani kwa maelezo haya utakuwa tumeshauelekeza kiasi wakati wa ibada ya sala ya Eid unapoanza na unapoisha. Yaani tukishakumaliza kusali sala ya alfajiri, pale hapana sunna yoyote inayosaliwa mpaka jua lianze kuchomoza, na jua likianza tu kuchomoza haparuhusiwi kusali sala yoyote ya sunna mpaka lipinduke kidogo, yani lizidi kidogo jua lile na linakuwa linazidi kubadilika rangi. Kwa hiyo kitambo hichi wanachuoni wanakitaja ni kiasi cha dakika 10 hadi 15. Likishapinduka jua kwa namna hiyo baada ya kuchomoza asubuhi, ndio wakati huo sasa inaanza kusaliwa sala ya Eid. Itaelekea na kuenda hadi wakati wake wa mwisho ambapo ni kufikia saa 6. Wanachuoni hawajataja dakika au saa kamilifu kwa sababu ni majira yanayobadilika kwa mujibu wa eneo moja na jingine. Walichosisitiza ni kwamba wakati huu ni pale kivuli cha mtu kinapokuwa sawa sawa na yeye mwenyewe. Manake kama atasimama katikati ya jua, katikati uwanjani akipigwa na jua, basi kivuli chake hakitoki upande wa kaskazi wala upande wa kusini, na vivyo hivyo kinyume chake. Kwa hiyo kipindi kile ndo unakuwa wakati wa mwisho wa kusali sala ya Eid. Kwa hiyo jua likizidi tu kivuli kumwelekea upande wake wa jioni, kuelekea kwamba sasa hivi jua linaelekea majira ya jioni au muda wa jioni kuelekea alasiri na magharibi, jua likishazidi tu kidogo tu, basi hapo maana yake sala ya Eid wakati wake umekwisha. Hivyo tunaruhusiwa kusali sisi sala ya Eid kuanzia muda huo baada ya kuchomoza jua kwa kitambo kidogo hadi kabla ya kuzidi au kumili jua upande wa kuelekea jioni. Huo ndio wakati muttafaqun alaihi uliowafikiwa na wanachuoni wote kuwa ni wakati wa kusali sala ya Eid. Nadhani hilo halina mashaka.